Mimi ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Na mimi ni Karorobi nikiwa Kampala, Uganda. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Serikali ya Uganda imeagiza kuzuiwa kwa huduma za internet kuanzia leo hadi uchaguzi mkuu utakapokamilika. Vyama vya kisiasa nchini Uganda vimefanya mikutano yao ya mwisho ya kampeni tayari kwa uchaguzi mkuu siku ya Alhamisi wiki hii. Kweli kila mgombea amepewa nafasi ya kutafuta kura, lakini kumekuwa na vikwazo hapa na pale, hasa kwa upande wa upinzani. Rais wa Marekani Donald Trump asema kuwa nchi yoyote inayofanya biashara na Iran itakabiliwa na ushuru wa 25% katika kufanya biashara na Marekani. Somalia imesitisha makubaliano na ushirikiano na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikishtumu eneo hilo la Ghuba kwa vitendo vya uhasama. Viwanjani, Manchester United wafikia makubaliano kumteua Michael Carrick kama meneja wa muda na Alonso aondoka Real Madrid baada ya miezi 8. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa za habari na Misabela Mwagodi. Mamlaka nchini Uganda imeamuru mtandao wa internet kuzimwa kabla ya uchaguzi wa Alhamisi. Wamedai hatua yao imetokana na haja ya kulinda usalama wa umma na kuzuia kuenea kwa habari potovu. Hapo awali serikali walikana kulikuwepo na mpango wa kuzima mtandao wakati wa upigaji kura, jambo ambalo tayari limetiliwa shaka. Kampeni zimekumbwa na ghasia na vitisho, huku waangalizi wa kimataifa wakielezea kuongezeka kwa ukandamizaji. Mamia wafuasi wa upinzani wameripotiwa kukamatwa. Rais Yoweri Museveni amefanya mkutano wake wa mwisho wa uchaguzi leo, huku wanahabari wa kimataifa wakitatizwa wasiweze kuingia ukumbini. Kiongozi mkuu wa upinzani Bobi Wine alifanya mkutano wake wa mwisho siku ya Jumatatu. Taswira ya wazi sasa inajitokeza kuhusu kiwango kikubwa cha ukandamizaji wa vikosi vya usalama vya Iran dhidi ya waandamanaji baada ya raia wa Iran kupata fursa kuwasiliana na ulimwengu wa nje. Mashahidi wanasema huenda idadi ya waathiriwa ikawa zaidi ya 2,000. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed. Licha ya kwamba bado mtandao haujafunguliwa kabisa, video zaidi za ghasia hizo zinaibuka. Maandamano ya vikundi vidogo yanaripotiwa kuendelea, ingawa vyombo vya habari vya serikali vinasema Jumatatu usiku ulikuwa shwari. Shirika la kutetea haki za binadamu linasema wimbi la watu kukamatwa limeendelea na kwamba kijana wa miaka 26 aliyezuiliwa Alhamisi iliyopita tayari amehukumiwa kifo na anatarajiwa kunyongwa siku ya Jumatano. Katika hatua ya kujibu ukandamizaji huo, Rais wa Marekani Donald Trump anasema nchi zinazofanya biashara na Iran zitakabiliwa na ongezeko la kiwango cha ushuru wa 25% kwa biashara wanazofanya Marekani. Umoja wa Mataifa unasema takriban watoto 100 huko Gaza wameuawa na wanajeshi wa Israel tangu kuanza kwa usitishaji vita katika ardhi ya Palestina miezi 3 iliyopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema takriban mtoto mmoja huuawa kila siku katika mashambulizi ya anga na wanajeshi wa Israel. Msemaji wa shirika hilo James Elder alisema kuwa pamoja na kwamba mapatano yao yamepunguza kiasi cha mabomu ambayo yanatumiwa, hiyo haitoshi kwa sababu watoto wangali wanazikwa. Umoja wa Mataifa pia unasema angalau watoto 6 wa Gaza wamekufa katika wiki 2 zilizopita kwa sababu ya baridi. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Polisi nchini Nigeria wamesema zaidi ya watu 200 waliokuwa na silaha wanaotajwa kuwa majambazi nchini humo wameuawa katika operesheni ya usalama inayoendelea katika jimbo la kati la Kogi. Taarifa zaidi na Ahmed Bahaj. Jimbo la Kogi limezidi kukumbwa na ukosefu wa usalama kutokana na eneo hilo linalounganisha kaskazini na kusini mwa Nigeria kuwa na mandhari ya misitu minene na kuvutia makundi yenye silaha yanayoteka watu katika mipaka ya majimbo. Kamishna wa habari Kingsley Fano aliambia BBC ya kwamba kambi nyingi zimeharibiwa, huku watekaji nyara wakijaribu kuwatumia mateka kama ngao za binadamu ili kukwepa kukamatwa. Polisi wa jimbo hilo pia waliambia BBC kwamba washukiwa kadhaa, wengi wao wakiwa na majeraha ya risasi, wamekamatwa.
Na bunge la wawakilishi la Marekani limeidhinisha kuongezwa kwa miaka mitatu ya mkataba wa kibiashara wa AGOA na nchi za Afrika. Mpango wa AGOA wa biashara hutoa ruzuku kwa nchi za Afrika zilizochaguliwa kufanya biashara katika masoko ya Marekani bila kutozwa ushuru. Muda wa mkataba wa AGOA uliisha mwishoni mwa mwaka jana. Huenda changamoto kubwa sasa ikatokea kwenye bunge la Seneti ambapo masuala yanayohusiana na Afrika Kusini yanatarajiwa kujadiliwa. Utawala wa Trump umeishtumu serikali ya Afrika Kusini kwa kuruhusu mauaji ya kimbari wa Afrika wenye asili ya kizungu. Hii ni BBC. Shukran sana Isabella Mwangodi kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Aidha, unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali. Nchini Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura. Tanzania ni Radio Free Africa, Radio 1, CGFM, Classic FM, Abud FM, Radio Kwizera na Loliondo FM. Visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya ni County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Master FM na Mwenedo FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Hili uko nami Sarafina Robi nikiwa mjini Nairobi na mwenzangu ni Karo Robi akiwa mjini Kampala kule Uganda. Karibu Karo. Asante Sarafina. Hapa Uganda serikali imeagiza kuzuiwa kwa huduma za internet kuanzia leo, siku mbili tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, uchaguzi ambao Rais Yoweri Museveni anapania kuendelea uongozi wake uliodumu kwa zaidi ya miaka 40. Vyama vya upinzani vimelani hatua hiyo ya serikali na kudai kuwa ni njama ya kuhujumu uchaguzi mkuu. Na sasa anaungana moja kwa moja hapa studio zetu za Kampala na mwandishi wetu Samia Wami. Sami, vipi, ni kweli kwamba mtandao umefungwa kabisa na kwa nini serikali imefikia hatua hiyo? Ni kweli, hasa kwa watumiaji wanaotumia simu mtandao kupitia simu, mitandao yao ya simu ya kawaida, wanasema kwamba kwa kweli wameshindwa kupata huduma hiyo ya mtandao. Lakini kwa sisi hapa kama unavyofahamu, kwa sababu tuko katika hoteli tunatumia wireless, inaonekana bado tunaendelea kupata hata kama inasuasua kwa kweli. Maana kama unataka kupandisha vitu au kushusha inachukua muda mrefu. Lakini hata hivyo sasa tangazo lenyewe ambalo tumeliona likizunguka katika mitandao ya kijamii lilisema kwamba ni pamoja na watumiaji wa mitandao ya kawaida, lakini pamoja hata na hizi wireless. Kwa hivyo bado tunaendelea kuangalia mambo yanakwendaje, lakini kwa watumiaji wa kawaida wa simu wanasema tayari tatizo limeanza. Sami, sasa itakuwaje? Wametoa ufafanuzi ya lini huduma internet itarudi ama kuna asasi maalum ambazo zitaweza pengine kuipata kuendesha shughuli zao muhimu? Hakuna taarifa yoyote au katika tamko hilo la hii mamlaka inayodhibiti masuala ya mawasiliano haijasema itarudisha lini. Na kwa kweli kukatika huku kwa mtandao kumekuja ghafla na kumewashtua wengi, kwa sababu wengi walidhani kwamba labda ingetokea siku hiyo ya kupiga kura na labda siku chache baadaye mpaka kutangaza matokeo, lakini siku mbili kabla ya kupiga. Msikilizaji, hao ni wenzetu wakiwa mjini Kampala ambapo wanaendelea kutujuza yanayoendelea, ikiwa kwamba leo hii ni siku ambapo ilikuwa siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi wa Uganda, ikiwa kwamba uchaguzi mkuu unatarajiwa kuweza kufanyika siku ya Alhamisi tarehe 15, na kumekuwa na kampeni ambazo zimekuwa zikifanyika, ikiwa kwamba vile vile kumekuwa na wagombea wa viti mbalimbali, ikiwa kwamba raia wa Uganda watakuwa wakifanya uchaguzi ambapo watakuwa kimchagua rais wa taifa hilo Yoweri Museveni, ambao ni mojawapo wa wagombea wa uchaguzi, na vile vile yupo Bobi Wine na wagombea wengine wengi tu ambapo wapo kwenye kinyang'anyiro hicho, na vile vile watakuwa wakichagua wabunge wa maeneo mbalimbali ya hapo Uganda. Basi hao wenzetu watakuwa wakiendelea kutujuza mambo yanavyoendelea kutokea katika maeneo mbalimbali ya mji wa Uganda, ikiwa kwamba vile vile tuliweza kupata taarifa kwamba siku mbili kabla ya uchaguzi nchini Uganda, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Simon Byabakama amefichua kwamba amepokea vitisho juu ya kutangaza mshindi katika uchaguzi ujao. Byabakama alikuwa akizungumza na BBC mara baada ya kumaliza kutoa taarifa na vilelezo vingine juu ya zoezi la kupiga kura. Wapiga kura zaidi ya milioni 20 nchini Uganda wanatarajiwa kwenda kuchagua rais na wabunge wao siku ya Alhamisi tarehe 15 Januari. Na awali Samia Wami alikuwa katika makao ya tume ya uchaguzi na kutuandalia taarifa hii.
Kama unavyoona, maafisa kutoka tume ya uchaguzi hapa Uganda wanaendelea kuonyesha waandishi wa habari kuhusiana na utaratibu mzima wa kupiga kura hapo tarehe 15, lakini dakika chache tu zilizopita mwenyekiti mwenyewe